unapomaliza kuosha kiungo uende kwenye kiungo kinachofuata. Mfano, umaliza kuosha uso, usichelewe kwenda kwenye kuosha mikono mpaka maji uliyooshea kwenye uso wako kukauka. Usifanye hivyo. Unapoosha mikono usichelewe kwenda kwenye kufuta kichwa mpaka maji uliyooshea mikono yako ikakauka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallimu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Allahumma a'idhna minan nari, Allahumma a'idhna minal bid'ah. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wapendwa Waislamu, tukiendelea na wadhi huu maalum kupitia Halali Charity TV, tunaendelea na mwongozo ambao unatakiwa kudumishwa baina ya Waislamu wa kunasihiana, na nasaha kubwa ni kunasihiana katika utekelezaji wa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyoelekezwa kwenye Qur'ani na Sunna. Na hapa tunasihiana kwenye upande wa ibada tukufu ya swala, tukiwa tungali kwenye upande wa sharti za kuswihi swala, ikiwa tunaizungumzia sharti ya tahara, na kwenye kuizungumzia tahara tunauzungumzia udhu katika kuiondosha hadathi ndogo, na kwenye kuizungumzia udhu tunazungumzia furudhul udhui, faradhi za udhu, vitendo vya lazima vinavyotakiwa vitekelezwe wakati Muislamu anapotimiza jambo hili la kutawadha. Kwenye kikao cha nyuma tumeweza kuzungumzia mashu ra'si kwa kauli yake Allah, wamsahu biruusikum, kufuta kichwa, kwa kuwa Allah ameamrisha tufute kichwa. Lakini vile vile tukazungumzia pamoja na kufuta kichwa ufutaji wa masikio, lakini pia tukaelezea ufutaji wa kwenye kilemba ama juu ya kilemba katika ujumla wa kufuta kichwa. Lakini pia tukafikia kwenye faradhi ya 7 ambao ndiyo tutakayoizungumzia leo. Na leo insha Allah ta'ala tutakamilisha kuzungumzia faradhi hizi. Faradhi ya 7, ghaslur rijlaini ila al-ka'bayn, ni kuosha miguu miwili mpaka kwenye mafundo yanayopatikana kwenye miguu hiyo miwili. Wadhalika lima taqaddama min al-aya, na hili la kuosha miguu miwili ni kwa kuwa ni limeelekezwa na aya tukufu ya Qur'ani pale Allah aliposema wa arjulakum ila al-ka'bayn, kwa maana osheni miguu yenu mpaka kufikia kwenye mafundo mawili. Aya hii ipo katika suratul Maida aya ya 6. Asema hukumu ya ufutaji wa miguu. Wanavyoni wamelizungumzia hili la wajibu wa ghaslur rijlaini, wa hadha ijma'u sahaba kama dhahaba ilayhi jamhuru al-ulama. Masahaba wamekubaliana wote na wasomi wengi kwa mujibu wa aya tukufu na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mguu ni lazima uoshwe. Wa khalafa fi dhalika ashia al-imamiyya, hili limekhalifiwa na Shia. Msimamo wa mashia ni kufuta miguu badala ya kuoshwa, wa qauluhum hadha batil, na kauli yao hii ni batil. Kauli ya mashia kusema kwamba miguu inafutwa kama vile
kinavyofutwa kichwa. Ni kauli batil, kwa kuwa aya tukufu ya Qur'ani imeelekeza kwenye kuoshwa miguu, na anayetutafsiria Qur'ani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ameitafsiri Qur'ani kwa kuonekana kuiosha miguu. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia kwenye ile aya, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha qumtum ila salati, munaposimama kwenye swala, faghsilu wujuhakum, yani mnapokuwa mataka kwenda kuswali, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiqi, mpaka kwenye visukusuku, wamsahu biruusikum, na mufute vichwa vyenu, wa arjulakum ila alka'baini, na muoshe vile vile miguu yenu mpaka kwenye mafundo mawili. Kwa hivyo aya hii aliyetafsiria ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuitafsiri Mtume aya hii ni kuonekana yeye kuiosha miguu wala si kuifuta, japo Mashia wao wameunganisha tamko la mwisho la kuosha miguu na tamko lililoko nyuma yake. Pale Allah aliposema msahu biruusikum, wakaunganisha wa arjulikum, kwa sababu hii ibara ya mbele inaunganishwa na ibara ya nyuma kwenye kufuta kichwa. Lakini kama ingekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionekana akifuta miguu, basi ingekuwa moja kwa moja aya hiyo imeendana na vile Mtume alivyoitafsiri. Lakini Mtume alitafsiri aya hii kwa kitendo chake cha kuiosha miguu, wala si kwa kuifuta miguu. Na bila shaka jaati sunna tafsiran lilquran, sunna imekuja kuitafsiri Qurani. Ndani ya Qurani ziko aya ambazo tumetafsiriwa na Allah mwenyewe, lakini vile vile kuna aya ambazo zimetafsiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile kuna aya ambazo zimetafsiriwa na sahaba. Aya yoyote iliyotimia tafsiri kutoka kwa Allah, hakuna tafsiri nyingine ambayo itageukiwa kuchukuliwa. Aya yoyote iliyotafsiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ima kwa kauli yake ama vitendo vyake, hakuna tafsiri nyingine yoyote ambayo itageukiwa kuchukuliwa. Na aya yoyote iliyotafsiriwa na sahaba, ima kwa kauli zao au matendo yao, hakuna tafsiri nyingine yoyote ambayo itageukiwa kuchukuliwa. Na hapa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya hii alitafsiri kwa vitendo vyake. Pale alipoonekana kutawadha, alipofika katika miguu, alionekana miguu kuiosha, hakuonekana miguu kuifuta. Kwa hivyo Shia hapa wamekhalifu mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah atulinde kutokamana na kukhalifu kile ambacho kimethubutu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba ufutaji wa miguu ni lazima, alikemea vikali pale sahaba walipofuta miguu yao badala ya kuiosha, katika hadithi ambayo ipo kwa Imamu Bukhari, lakini vile vile hadithi hiyo ipo kwa Imamu Muslim. Anasema Abdullah bin Umar, takhallafa anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faadrakna wa qad arhaqana al-asru faj'alna natawaddaa wa namsahu ala arjulina. Asema tulikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukapatana naye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika safari, na tukafikiwa na swala ya alasiri mwisho karibu kuingia, yani tukaichelewesha dhuhuri mpaka ikawa inakaribia kuingia wakati wa alasiri. Tukaanza kutawadha, na kwenye kutawadha kwetu kwenye miguu tukawa tunaifuta kwa ile haraka badala kuiosha, nikana kwamba wanakimbilia sije wakati wa dhuhuri ukatoka ukaingia alasiri. Kwa hiyo kwenye miguu wakawa wanafuta.
fanada bi'ala sautihi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akanadi, akatangaza kwa sauti ya juu kabisa akisema, wailun lil aqabi minan nar marratayn au thalatha, adhabu kali kwa wale ambao wameacha kuosha vizuri kwenye visigino vyao, adhabu kali ya moto ambao utawachoma. Wale watu ambao wameosha miguu yao na hawakuwa makini kwenye kuiosha mpaka kufikia pengine sehemu za miguu hiyo ikawa si yenye kupata maji, labda kwenye visigino au bavuni kwenye miguu, hiyo ni ubavu wa kulia wa mguu ama ubavu wa kushoto wa mguu, ikawa sehemu hiyo isipate maji vizuri. Na hapa Mtume amevitaja visigino kwa sababu kwenye visigino ndio sehemu ambayo inawezekana pakubwa mtu kutoifikisha maji kwa sababu ile ya haraka haraka yeye kutawadha. Kwa hivyo mbali na hilo, Mtume anatuonesha wazi hapa kwamba mtu anapokuwa katika kuosha miguu anatakiwa awe makini, hasa katika upande wa visigino vyake. Sasa kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akakemea swala hili? Ina maana mtu anapofuta miguu yake lazima kuna sehemu ambazo zitakuwa ni kavu. Huwezi kufuta miguu na ukatosheleza kufuta mguu wote. Kwa hili likampelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwakemea sahaba wake kwamba adhabu kali kwa wale ambao wataaja visigino bila kufikiwa na maji. Ina maana ili visigino vipate maji kisawasawa ni lazima mguu uoshwe, ndipo pale utaweza wewe kuweka mguu wako katika ukamilifu wa kuuosha. Unapoufuta lazima mguu hautakuwa ni wenye kupata maji wote, na hapo utakuwa inaingia katika makemeo ya hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu, tujueni ya kwamba swala zima la mguu kwenye kutawadha ni kuoshwa wala si kufutwa, tofauti na Mashia wanavyofanya, na walilofanya wao ni batil, kinyume na mwongozo wa Qur'ani na mwongozo wa sunna sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni faradhi ya 7 ambayo ni ghaslu rijlain ila alka'bain, lakini tujue ya kwamba vile vile mguu huu unaoshwa mpaka katika mafundo mawili, ndio mpaka wa mguu kuoshwa. Mtu asioshe sehemu ambayo pengine itakuwa ni chini ya mafundo hayo mawili. Kila mtu kwenye mguu wake kuna mafundo. Mguu wa kulia kuna fundo hapa upande wa kulia, na mguu wa kushoto kuna fundo upande wa kushoto. Kwa hiyo lazima kuosha kwako kupita hao mafundo kuteremka chini huko, na mtu awe makini sana ili mguu ule usibakie na mapako ambayo hayatakuwa yameweza kufika maji vizuri, na hili litatimizwa iwapo utaosha mguu wako vizuri wala si kuufuta. Tuje katika faradhi ya 8 ambayo ni almuwalat. Almuwalatu maana yake an la yuakhira ghasla udwin hatta yajifa ma qablahu. Almuwalat ni mtu asicheleweshe kuosha kiungo mpaka kikakauka kile ambacho kinafuatia. Hii ina maana unatakiwa kwa haraka sana unapomaliza kuosha kiungo uende kwenye kiungo kinachofuata. Mfano, umaliza kuosha uso, usichelewe kwenda kwenye kuosha mikono mpaka maji uliyooshea kwenye uso wako kukauka. Usifanye hivyo. Unapoosha mikono usichelewe kwenda kwenye kufuta kichwa mpaka maji uliyooshea mikono yako ikakauka. Unapofuta kichwa usichelewe kwenda kwenye kuosha miguu mpaka pengine ule mzizimo ulioko kichwani uliofutia kichwa chako ukakauka. Yatakiwa kupatikane haraka baada tu ya kuosha kiungo kwenda kwenye kiungo chengine. Katika hadithi ya Khalid ibn Ma'dan wa an ba'dhi ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi qadru ad-dirham lam yusibha al-ma'u فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وفي رواية والصلاة. Hadithi ambayo ipo kwa Imamu Abu Daud imepokea hadithi hiyo, lakini vile vile Imamu Ahmad na wengineo.
Imezungumziwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona bwana mmoja yusalli, akiwa katika swala yuwaswali, na kwenye nyayo yake kuna sehemu kiasi ya dirham, sehemu ukubwa wa dirham, mzunguko wa dirham mfano au shilingi mfano, tutumie lugha hiyo, ambayo haijapata maji. Ameosha mguu wake, lakini sehemu hiyo ndogo kiasi ya shilingi hivi kwenye wayo wake ama mguu wake haujapata maji. Bila shaka ni yale tuliozungumza, labda mtu huyu alikuwa yuko haraka haraka kwenye kuosha mguu wake mpaka akakosa kuosha vizuri mguu huo. Sehemu hiyo ambayo ilikuwa bado haijapata maji, baada ya kuswali, faamarahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwamrisha an yuida alwudhu'a, kwamba arudishe ama aurudie udhu wake, na katika riwaya wasalata, kwamba aurudie swala, kwa sababu swala aliyoswali na udhu ule haikuwa sahihi, kwa sababu udhu haukuwa umekamilika. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuwa kumwamrisha kwake Mtume Muhammad mtu huyu fi hadha alhadith, amruhu sallallahu alayhi wasallam biiadati alwudhu'i, wa ma'lumu annahu idha lam takun almuwalatu fardan laktafa biamrihi bighasli rijlain faqat. Hii amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumwamrisha bwana huyu kuregesha udhu wake kamilifu wote, bali kurudia swala nzima, ni dalili tosha kuonesha kwamba kufuatilizia viungo vya udhu unapotawadha kutoka hichi kwenda chengine bila kuchelewa ni wajibu. Lau kama ingekuwa si wajibu, Mtume angemwambia tu aoshe pale mahala ambapo palikuwa hapajakamilika. Lakini kwa nini akamwambia aanze tena kuosha kutawadha kuanzia mwanzo? Kwa sababu hawezi kumwambia aoshe mguu ule peke yake wakati kumepita muda mrefu sana, kipindi kirefu sana. Kwa hivyo ina maana kumebatilika kutawadha kwake, itamlazimu aanze tena kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ina maana lau kama ingekuwa labda mtu kama yule ametawadha pale sehemu fulani, labda haikupata maji, lakini ni kwa muda ule ule, akaambiwa hiyo sehemu bado haijapata maji, yuondoka pale mahali pa kutawadha, basi anaweza kurudi pale pale akapamalizia. Lakini amechukua muda mrefu, pengine hata ameswali amekamilisha kuswala yake, itamlazimu udhu ule au uanze tena kuanzia mwanzo, kwa sababu ya kukosekana kule kufuatilizia viungo vile, kuvitimizia udhu kwa mpangilio ambao upo wa kisheria. Lakini vile vile ikija katika upande wa nguzo ya 9 ambao ni at-tartib, nao ni kufuatilizia vile viungo kutoka kiungo kilichoanza kwenda kinachofuatia, kama vilivyotajwa na Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu imeelezea kwa kusema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Viungo hapa vimetajwa kwa utaratibu wake. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitafsiria aya hii, ikathubutu annahu sallallahu alaihi wasallam amevitekeleza vitendo hivi vya udhu kwa mpangilio wake. Watartibu huwa thabit min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, watartibu huwa thabitu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu bayanul Qur'an. Utaratibu wa kuviosha viungo ni jambo lililothubutu kwa kitendo cha Mtume Muhammad, na kitendo chake ni ubainifu wa Qur'ani. Mtume ametubainishia kutawadha kwa kuitafsiri Qur'ani kiungo baada ya kiungo kwa mpangilio. Alianza uso, akaja kwenye mikono, akaja kwenye kufuta kichwa, akamalizia na kuosha miguu. Haiwezekani mtu akaenda kinyume na aya ya Qur'ani ilivyovitaja viungo vile, au vile Mtume Muhammad alivyoonekana akitawadha.
kwa utaratibu wa aya. Labda pengine ukaanza kuosha mikono kisha ukaja kwenye uso, ukaosha miguu kisha ukaja kwenye kichwa, itakuwa udhu ule hautakuwa kwenye usawa. Waqad istadalla al-ulama'u aidan ala wujubi at-tartibi bi anna Allah azza wa jalla dhakara al-fara'idha murattaba. Wanavyoni pia wametoa dalili ya wajibu wa kutawadha kwa mpangilio, kwa kuwa Allah amevitaja viungo hivi kwa mpangilio kama tulivyosoma katika aya. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam fil hajji wa huwa yuallimuhumul manasik, lakini vile vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizungumza katika ibada ya haji akiwa anawafunza Waislamu utekelezaji wa ibada ya haji, akawaambia nabda'u bima bada Allahu bihi, tuanze na kile ambacho Allah ameanza. Inna safa wal marwa min sha'airillah, katika ile sa'yu baina safa wal marwa Allah ameanza na nini? Safa. Kwa hiyo unaanzia safa kwenda marwa kwa kile ambacho Allah ameanza. Na ukija katika upande wa udhu, Allah ameanza na nini? Na uso. Idha kuntum ila salah faghsilu wujuhakum, tutaanza pale alipoanza Allah na tutamalizia pale alipomalizia Allah subhanahu wa ta'ala. Utaratibu ni lazima katika kutawadha kama ilivyo katika upande wa ibada nyinginezo. Kwa hivyo hapa, ndugu zangu, tunatakiwa tuwe na umakinifu huu wa kutawadha kwa mujibu wa mpangilio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwenye viungo vya udhu katika aya yake tukufu. Na ndipo hapa, ndugu zangu, lau mtu pengine mathalan amesahau kuosha labda mkono, ameosha uso, alafu moja kwa moja akaja kwenye kufuta kichwa, akaosha akasahau kuosha mikono yake, basi atakapokumbuka hata kuja kwenye kuosha mikono tu, bali ataosha mikono, lakini vile vile pia alafu arudie tena kwenye kufuta kichwa, ndipo aende kwenye miguu. Hata sema kuwa mimi tayari nishafuta kichwa, kwa hiyo aioshe mikono aende kwenye miguu. Mtu ametawadha akaosha uso vizuri, akasahau kuosha mikono yake, akaja moja kwa moja kwenye kufuta kichwa. Baada ya kufuta kichwa akakumbuka kwamba mikono yake bado hajaiosha. Huyu mtu hatarudia kuosha mikono tu, bali atarudia kuosha mikono yake pamoja na kichwa, ndipo pamoja na kufuta kichwa, ndipo aende kwenye kuosha miguu yake. Asiseme kuwa kichwa ashakifuta kwa sababu ya mpangilio na utaratibu. Umesahau mikono, irudie mikono kuiosha, kisha urudie kichwa ukifuta, ndipo uende kwenye kuosha miguu yako. Hizi, ndugu zangu, ndizo nguzo ambazo zimethubutu kisheria katika upande wa kutawadha, ima tuziite nguzo ama tuziite faradhi. Na kwenye kuzungumzia nguzo hizi na faradhi hizi, tumeona zile faraidh ambazo wanavyoni wameafikiana kwamba ni faradhi na zile ambazo wanavyoni wametofautiana kwamba ni faradhi au ni sunna. Nadhani katika zile ambazo wanavyoni wameafikiana kwamba ni faradhi ni kuosha uso, kuosha mikono, kufuta kichwa, na mpangilio na ufuatiliziaji wa kiungo baada ya chengine, na utaratibu wa kutawadha kwa mujibu wa viungo vilivyotajwa na Allah kwa mpangilio wake katika aya. Na vile viungo ambavyo wanaviona wametofautiana kwamba ni faradhi au ni sunna ni kusukutua, kupandisha maji puani, lakini vile vile kufuta masikio. Hivi ni viungo ambavyo wanaviona wametofautiana juu ya ufaradhi wake au sunna, lakini tumebainisha kauli ambayo inapawa kiupaumbele katika viungo hivi, katika upande wa kusukutua na katika upande wa kupandisha maji puani. Kauli inayopatiwa kiupaumbele kwamba ni faradhi, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tuoshe uso na pua na mdomo, ni miongoni mwa uso, maana ni viungo ambavyo vinapatikana katika uso. Kwa hivyo inajumuika katika jumuiko la kuosha uso kwenye kusukutua na kwenye kupandisha maji puani. Na katika upande wa masikio tumeona kwamba kauli ambayo imepatiwa nguvu vile vile ni kwamba masikio ni faradhi, yatakiwa yafutwe,
na kwenye kufutwa kwake anajumuishwa pamoja na kufuta kichwa kama tulivyoonesha, kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba al-udhunani min ar-ra'si, kwamba masikio ni katika kichwa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wamsahu biruusikum, futeni kichwa chenu, na masikio maadamu ni katika kichwa, kwa hiyo atakuwa anaingia masikio katika faradhi vile vile pia ya kufutwa. Mpaka hapa ndugu zangu, itakuwa tumeweza kumaliza hizi faraidh alwudhui. Kwenye kikao kitakachokuja inshallah tutazungumzia sunanul wudhui, ni zipi sunna za udhu ambazo nazo zatakiwa kutimizwa na yule ambaye ni mwenye kutawadha. Mpaka wakati mwingine, Allah tuwafikie wakati mwema na tuwafikie ufuatilizaji wa waadhi huu kwa ikhlas na kwa nia ya kuweza kutaka kujua na kuweza kuielewa ibada tukufu ya sala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.